Bwana Vincent, bila shaka katika mitandao ya kijamii kuna kuna taharuki imetokea juu ya michango iliyokusanywa au iliyokuwa inaendelea kukusanywa juu ya mwenyekiti wa Chadema Bwana Lissu, ambapo kuna madai kwamba baadhi ya fedha hizo zimepotea. Wewe kama mwanafamilia ilikuwaje hasa? Asante sana Kubenea. Ni kweli kuna taharuki kubwa na ndio imefanya na mimi nije hapa. Na taharuki hii kama ulivyosema ni kuhusu michango iliyofanywa kumchangia kakangu Lissu. Na nimeona ni vizuri labda nikaja kutoa taarifa labda initially lakini kwa sababu kuna taharuki huko nje na nini tukaona tuweke mambo sawa, kwa sababu kuna labda niseme tu kuna watu wali approach familia. Kuna kijana ambaye ni mwanachama wa Chadema anaitwa Freddy, ambaye kwa muda mrefu amekuwa kama ni msaidizi wa mwenyekiti Lissu. Na sasa Lissu alivyowekwa ndani, kwa hiyo Freddy amekuwa akishirikiana na familia kwa kweli kwa mambo mengi. Na sasa hili swala alileta kwa wanafamilia, akisema kwamba tunapoenda mwaka mpya Krismasi, wanachama na wapenzi watu wafuasi wa Tundu Lissu wanataka kumchangia kidogo ili hata kuwe na kitu fulani kwa mwaka mpya na Christmas. Na hivyo tunaomba mturuhusu na ikiwezekana tuweze kutumia account ya familia ili sasa iwe rahisi kuzikusanya hizo. Na kwa sababu Alute kaka yetu ndo kama msemaji wa familia, kwa hiyo alikutana na Freddy wakatengeneza hizo akaunti. Kuna akaunti za simu, lakini kuna vile vile akaunti ya benki, ili sasa hayo makusanyo yaweze kufanyika. Na hilo zoezi lilikwenda vizuri, na kuelekea mwaka mpya sisi kama familia tulikwenda kijijini Singida. Na Freddy akawa amependekeza kwamba abaki na hizo simu au hizo line ili aendelee kufanya makusanyo na vile vile kutoa update kwa wachangiaji. Sasa tulivyokwenda kule na baada ya siku kadhaa kaka alivyorudi Arusha kwenda kuangalia, sasa ndo akaona kama vile kuna fedha zimepungua, mambo hayako sawa. Lakini ninachotaka kusisitiza hapa ni kwamba hilo zoezi ni zoezi lililofanywa na familia. Halikuletwa na uongozi wa chama, ingawa Freddy ni mwanachama wa Chadema, lakini kama nilivyosema amekuwa kama mwanafamilia, msaidizi binafsi wa Lissu. Nao vitu vinarushwa huko, naona kuna posti za Yeriko Nyerere huko kwamba nikaona si sahihi, labda ni vizuri tukaliweka wazi. Kwa maana unataka kusema kwamba jambo hili limefanyika bila uongozi wa chama, bila Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kama chama cha siasa kuhusishwa nalo, ni jambo la familia na chama chenyewe hakihusiki kwa namna yote na michango ambayo ilikuwa inakusanywa. Naweza kusema hivyo, ingawa wachangiaji unakuta labda walio wengi watakuwa ni watu wa chama na watu wengine ambao sio wana Chadema. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la familia na uongozi wa Chadema, kwa maana ya makamu mwenyekiti. Naona kuna Amani Golugwa anahusishwa pale kwamba alikwenda Arusha kukutana na Alute. Nafikiri hiyo sio sahihi. Kwa hiyo nimeona ni iwekwe wazi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema unataka kusema kwamba hakihusiki kwa namna yoyote ile na michango ilikuwa inachangwa, hata kama kilikuwa kimetoa baraka zake. Ni sahihi kusema hivyo, ni sahihi. Kwa hiyo huu ni upotoshwaji kwamba mambo ya sasa imekuwa mambo ya siasa sasa, kuspini na nini. Lakini nafikiri ukweli ulio wazi kama nilivyosema ni kwamba ili swala limefanyika, familia ndio imeliongoza, imelisimamia, na akaunti zilizotolewa ni za mwanafamilia ambaye ni kaka yetu mkubwa, ndo kama msemaji wa familia. Na inatosha kusema hivyo. Lakini sasa kusema kwamba nafikiri vitu vinavyowekwa kwenye mitandao sasa sio sahihi. Okay. Na ni kiasi gani hasa ambacho kaka Alute anasema ameona au amegundua nafikiri hizo detail kama nilivyosema, maana mimi nimetaka tu nitoe hiyo information kwa ujumla. Lakini najua Alute tumeshamwambia, unajua alikuwa mahakamani kule na wateja wake, alikuwa bado hata hajapata muda wa kuangalia hizi post hizi. Nafikiri analifanyia kazi na atatoa ufafanuzi mzuri zaidi. Asante Bwana Vincent, tunakushukuru sana. Karibu tena Mwanahalisi. Asante sana.